Pamoja na utandawazi na mabadiliko ya mwenendo wa dunia ya leo, bado tunavyo vitu vyetu vingi vizuri vya asili vya kujivunia, ikiwemo mazingira yetu, malezi yetu, vyakula vyetu, mavazi yetu, bila ya kusahau lugha, lafudhi na lahaja zetu. Ili ujifunze na ujikumbushe mengi mazuri, usikose kuangalia na kufuatilia kipindi cha utamaduni wetu kila siku ya Jumatatu saa 1 kamili usiku kutoka hapa Al-Fatah TV Online. Al-Fatah TV Online, dira ya umma. Na hii ni hotuba ya Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Hassan Mwinyi, ambaye leo hii kutokana na mambo mengi na mazito ambayo ameomba tuweze kumwakilisha, lakini naomba tupokee salamu za Mheshimiwa Rais. Yuko pamoja nasi, yuko hapa na sisi, na naomba niziwasilishe salamu zake kama zilivyo. Kwanza kabisa naomba nianze kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai na afya njema na kwa kutuwezesha kuhudhuria sherehe hizi za ufunguzi wa tamasha la utamaduni wa Mzanzibari kwa mwaka huu wa 2025. Nitumie fursa hii kupongeza uongozi wa Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo pamoja na watendaji wote kwa maandalizi mazuri ya hafla hii, na kushukuruni sana Wizara ya Habari kwa dhati kabisa na kwa juhudi ambazo mmekuwa mkizifanya katika kuelimisha umma juu ya umuhimu wa kuutunza, kuenzi na kurithisha utamaduni wetu wa Kizanzibari. Jitihada zenu zina mchango mkubwa katika kulinda utambulisho wetu na historia yetu. Aidha, kunachangia kujenga kizazi chenye misingi ya maadili, uzalendo na fahari ya urithi wake wa kiutamaduni. Ndugu wananchi, tamasha hili la utamaduni tunalolizindua leo hii ni jukwaa muhimu la kitaifa linalotukutanisha ili kujitafakari, kujitambua na kujivunia chimbuko letu, historia yetu na mwelekeo wetu wa baadaye. Kupitia tamasha hili tunapata fursa ya kukutana na kujifunza misingi ya utamaduni wetu katika nyanja mbalimbali za maisha yetu. Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo nimeianzisha maalum kwa malengo makuu ya kusimamia, kulinda na kuendeleza silka, mila, desturi na maadili yetu ya asili ya Zanzibar. Kwa hakika utamaduni wetu una umuhimu mkubwa katika kulinda utu wetu, historia yetu, na ni hazina muhimu ya taifa letu ambayo inapaswa kulindwa na kurithishwa kwa vizazi vijavyo. Nchi yetu inajipambanua katika utamaduni wake wenye asili mchanganyiko ambao unabaki kwa msingi muhimu wa amani, mshikamano na utangamano wa kijamii miongoni mwetu. Hivyo basi, ni wajibu wetu sote kuendelea kuhudumisha na kuwafundisha vijana wetu kwa vitendo, kwa kuwashirikisha katika shughuli za kijamii na kiutamaduni, kuwaongoza kwa busara ili warithi ipasavyo misingi ya utambulisho wetu kama taifa la Kizanzibari. Ndugu wananchi, kufanyika kwa tamasha hili kuna dhamira pana ya kuutangaza, kuuthibitisha na kusambaza utamaduni wetu wa Kizanzibari ndani na nje ya mipaka ya nchi yetu. Tamasha hili ni jukwaa muhimu linalotoa fursa kwa Zanzibar kujitangaza kimataifa kupitia sanaa, mila, desturi na mtindo wetu wa maisha. Kadri tunavyozidi kuenzi, kuukuza na kuweka hadharani utamaduni wetu, ndivyo jina na hadhi ya Zanzibar inavyozidi kupaa katika ramani ya dunia. Hivi sasa Zanzibar inatembelewa na wageni kutoka mataifa mbalimbali wanaokuja kujifunza lugha yetu, mapishi yetu, mavazi, muziki wetu na falsafa yetu ya maisha. Haya yote yanadhihirisha kwamba utamaduni wetu una mvuto mkubwa wa kimataifa. Nina imani kubwa kwamba kama Kiswahili kilivyopata heshima ya kutambuliwa kimataifa na kuwekewa siku maalum ya maadhimisho, katika miaka michache ijayo utamaduni wa Mzanzibari nao utaadhimishwa kwa ngazi ya juu zaidi duniani, na Zanzibar itaendelea kwa kitovu cha utamaduni, sanaa na maelewano ya tamaduni mbalimbali. Ndugu wananchi, kwa kutambua na kuthamini umuhimu wa sekta ya utamaduni, sanaa na michezo katika kuimarisha maendeleo ya nchi yetu, serikali imeazimia kuendeleza sanaa na utamaduni kwa kuimarisha juhudi za kukuza na kuendeleza urithi wa Kiswahili,
historia, sanaa na utamaduni wa Mzanzibari ili kuvutia watafiti, wanafunzi na watalii wa utamaduni duniani kote. Katika kufanikisha lengo hilo, serikali yetu tukufu ya Mapinduzi ya Zanzibar ina azma na nia ya kujenga vituo viwili vya kuendeleza sanaa na urithi wa utamaduni katika maeneo ya kimkakati kwa upande wa Unguja na Pemba, ambapo wageni watakuja kujifunza historia, mavazi, mapishi ya Kizanzibari na hata utamaduni wetu wa kuitana majina yetu. Tutaendelea kuandaa matamasha ya kimataifa ya utamaduni ikiwemo ya chakula na mavazi ya Mzanzibari ili kuvutia watalii na kutangaza utamaduni wetu. Ni jambo la faraja kuona kuwa wageni, wanafunzi na watafiti kutoka mataifa mbalimbali wanakuja Zanzibar, si tu kwa lengo la kujifunza lugha peke yake, bali pia kujifunza utamaduni wetu katika nyanja mbalimbali ikiwemo kama tulivyotaja mavazi, vyakula, lakini pia ukarimu, mapambo, muziki, ngoma, mtindo wetu wa maisha ambao unajengwa na misingi yetu ya utu, ukarimu na heshima tuliyojengea. Haya yote yanaonyesha wazi kwamba utamaduni wetu ni rasilimali muhimu ya kiuchumi inayochangia moja kwa moja katika kukuza sekta ya utalii, kuongeza mapato ya taifa letu. Ndugu wananchi, kupitia sanaa na urithi wa utamaduni, vijana wetu mmekuwa mkipata ajira, mnajiajiri na mnapata fursa mpya za biashara katika nyanja za ubunifu, ujasiriamali na masoko ya kimataifa. Serikali yenu ya awamu ya 8 inatambua nafasi ya uchumi bunifu katika maendeleo ya kisasa na itaendelea kuweka mazingira wezeshi yatakayowezesha wasanii wa bunifu, kuweka mazingira wezeshi ambayo yatakuwezesheni wasanii bunifu kukuza vipaji, kuboresha bidhaa zenu na kufikia masoko ya ndani na nje ya nchi. Ndugu wananchi, kwa miaka mingi utamaduni wetu wa Kizanzibari umejengwa juu ya msingi imara wa maadili, heshima, nidhamu na uwajibikaji. Katika mfumo huu wa maisha, jamii iliwalea watoto kama warithi wa maadili na mila za jamii. Malezi hayo yalihusisha familia, wazee na jamii nzima. Kamwe hatupasi kukengeuka wajibu wetu huo kama wazazi na walezi. Tuna jukumu la kuhakikisha tunawalea watoto wetu katika misingi sahihi ya utu, uzalendo na heshima kwa mila zetu. Ni kweli dunia inaendelea kubadilika kwa kasi kubwa na hatuwezi kuyakwepa mabadiliko haya. Hata hivyo, ni lazima tuwe na busara ya kuchagua mabadiliko yanayolinda na kuimarisha utu wetu na kuepuka yale yote ambayo yanavunja maadili, mshikamano, mila, silka na desturi zetu. Hivyo basi, nipende sana kuhimiza umuhimu wa kusimamia malezi ya vijana wetu ili kupunguza athari zinazotokana na utandawazi katika jamii yetu na kupelekea tatizo kubwa la mmomonyoko wa maadili. Ndugu vijana, tutumie utandawazi huu katika kuona tunaimarisha uchumi wetu na sio kubadilisha tamaduni zetu na mila na silka zetu. Ndugu wananchi, nazitambua, naziheshimu na nazithamini kwa dhati jihada kubwa zinazofanywa na mabaraza ya wazee katika kuilinda jamii yetu dhidi ya mmomonyoko wa maadili na kuhifadhi misingi ya mila na desturi zetu. Bado tunaamini kwa wazee wetu ni hazina ya busara, historia na maadili ya taifa, na mchango wao katika kushauri, kuonya na kuelekeza jamii unaendelea kwa muhimu sana katika kudumisha amani na utulivu wa kijamii. Hivyo nipende sana kusisitiza wizara na taasisi zote husika kushirikiana kwa karibu na baraza ya wazee kuyawezesha na kuyapa nafasi stahiki ili kuimarisha mshikamano, amani na utulivu uliorithiwa kutoka kwa wazee wetu. Nipende kuwahakikishieni wazee wangu nyote kwa hekima, busara na uzoefu wenu utaendelea kuheshimiwa na kwa dira muhimu katika kuiongoza jamii yetu katika mafanikio, na kila mara tutaendelea kuwategemea na kuwataka ushauri kwa kuzingatia usemi kuwa isokongwe haivushi. Vijana, mnatakiwa msikumbuke methali za wazee wetu.
Hivyo wazee wetu, msichoke, muendelee kuwa pamoja kwa lengo la kuleta ustawi wa jamii na maendeleo ya nchi yetu. Na sisi serikali tutaendelea kukuoneni, na kwa kila hatua na kwa kila hali tutaendelea kuwa pamoja. Ndugu wananchi, kauli mbiu ya tamasha hili inasema timiza wajibu wako katika kulinda amani, kuendeleza utulivu na kurithisha maadili. Maudhui ya kauli mbiu hii inatoa wito unaomgusa kila mmoja wetu kwa nafasi yake katika jamii, katika kuwa balozi wa amani, kwa kuishi kwa kuheshimiana, kutatua tofauti kwa busara na kulinda mshikamano wa kijamii. Kupitia kauli mbiu hii tunakumbusha wajibu wetu wa kurithisha vizazi vijavyo maadili mema, uzalendo na heshima kwa utamaduni wetu, ili Zanzibar iendelee kuwa kisiwa cha amani, utulivu na mshikamano kwa kizazi cha sasa na kijacho. Baada ya maelezo hayo machache, kwa niaba ya Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, nipende kutamka rasmi kwamba tamasha la utamaduni wa Mzanzibari kwa mwaka 2025 limefunguliwa rasmi. Nataka utoke humu. Toka. Mkutano mkubwa. Ng'ombe wewe, kenge, usiokuwa na adabu. Nishakuacha. Kuna nini? Wewe acha tu. Maisha yanafanya mwanangu azurure kwa kukosa uwezo wa kumsomesha. Ondoa shaka. Mimi nitakusaidia kumsomesha. Jamii ina wajibu wa kuwasaidia watoto walio katika mazingira magumu ili waweze kutimiza malengo yao. Tangazo hili limeletwa kwenu na kijiji cha kulelea watoto SOS Zanzibar. Kutokana na thamani na kujali taarifa kutoka sehemu mbalimbali, Al-Fatah TV Online inaomba ushirikiano wako mtazamaji, kutoka popote ulipo, kutupa taarifa za matukio mbalimbali ili tuyafanyie kazi na kuyarusha hewani, kama vile taarifa, habari, mikasa au matukio. Si hayo tu, pia unaweza kutupa taarifa kuhusu watu wanaokabiliwa na matatizo mbalimbali ya kimaisha ili tuyafanyie kazi kupitia jumuiya yetu ya kutoa misaada muhimu ya kijamii, Al-Fatah Charitable Association Zanzibar. Wasiliana nasi leo kupitia namba zetu za WhatsApp alama ya kujumlisha 25577858490. Wasilisha kwetu leo, tuifikishe kwa jamii leo. Al-Fatah TV Online, dira ya umma.